Mzigo unaanza katikati ya huu msitu ambao upo kusini mwa Nigeria, eneo linalofahamika kama Niger Delta. Na hapa tunamwona mama mmoja hivi akiwa katisha katikati ya huu msitu huku akamejitwisha mzigo. Katika huu msitu pia tunamwona kiongozi wa magaidi ambaye anaitwa Kampala akiupo na kundi chake. Hapa nasikia mlio wa mlipuko na sauti ya mwanamke akiwa analia. Kampala akakimbilia kelele zinapotokea na huku akamsaidia huyu mama ambaye anaonekana ameumia. Baada ya hapa mzigo unatupeleka Lagos, na hapa tunamwona mwamba ambaye anaitwa Ifyok akielekea kazini. Huyu ni mwandishi wa habari na kama ilivyo kawaida Lagos fujo haziishi. Hapa kuna mtu ambaye ameibiwa. Ifyok yeye anatazama tu. Huku katika kituo cha redio igiza ambalo linahusu mambo ya siasa pamoja na rushwa linaendelea, na kiongozi wa hiki kipindi ni Ifyok. Mwamba anafanya kazi kwa bidii sana ili hakikisha anikomboa jamii yake. Ifyok baada kutoka hapa, Mwamba akapanda bodaboda kwa ajili ya kwenda kuwahi press conference, ila alipofika eneo la tukio akaambiwa amechelewa. Mfanyakazi mwenzake na Ifyok ambaye anaitwa Boniface anakuja hapa. Mwamba akaanza kumwimbisha secretary hadi Ifyok akaruhusiwa kuingia kwenye hiyo press conference. Na baadaye mkutano wa waandishi habari ulipoisha, Boniface anaonekana analalamika kwa hajapewa kibunda. Ifyok yeye anamshangaa tu Boniface na hata anamwambia wanalipwa mshahara kwa ajili hii kazi, hivyo acha kulalamika. Boniface yeye hataki kuelewa, na muda huu wajomba wanatembezewa bahasha. Boniface akafurahia sana kwani final anaokota. Ifyok yeye anajisemea moyoni kuhusu waandishi wa habari ambao yeye alikuwa anataka, ila Mwamba anasema ameanzisha kipindi chake ambacho kinaitwa The River. Kipindi hiki ni maalumu kabisa kwa ajili ya kuikosoa serikali kwa kutumia maigizo, njia ambayo ni nyepesi kabisa na haiwezi kuletea shida. Baadaye Ifyok anaonekana ametoka kazini, na hapa mjomba amepitia sokoni kwa ajili ya kununua mazagazaga, huko nakuta bei ya vitu imepanda. Ifyok mwenyewe anashangaa, ila mjomba akanunua hivyo hivyo. Siku nyingine tena Ifyok anaonekana yupo studio. Mjomba anaendelea na kipindi chake cha The River, na Mwamba kipindi chake kinapendwa sana na jamii kwani kinawafundisha wananchi na pia kinawasanua mambo mbalimbali ambayo yanahusu wao. Baadaye Ifyok aliporudi nyumbani akamkuta mchumba wake ambaye anaitwa Yetunde. Wamba anapendana sana na Ifyok anatuambia alikutana na Yetunde hospitalini. Bidada ni nesi, hivyo kuna kipindi ambacho Mwamba alienda kutafuta habari huko hospitalini, na huko ndipo alipokutana na Yetunde na Wamba wakapendana na mpaka leo wana mahusiano. Yetunde yeye anafahamu namna Ifyok anavipenda taaluma yake ya uandishi wa habari na kipindi chake cha The River. Okay, sawa. Siku iliyofuatia wakati Ifyok akiupo kazini, kuna binti ambaye anaitwa Sara anakuja hapa na anampatia barua Ifyok ambayo imetoka kwa bosi wao ambaye anaitwa Mr. Kola. Ifyok aliposoma hii barua akajua binti ni intern na amekabidhiwa kwake. Ifyok anajisemea moyoni, Mr. Kola anapenda sana pisi na hata anazileta redioni hata kama hawana taaluma, na hiki sio kitu kizuri. Sara yeye anamshukuru Ifyok kwa kumkubali. Boniface na yeye anawachora tu. Mwamba yeye anapenda pisi kinoma, hivyo hapa anamchora Sara. Baadaye mchana Ifyok pamoja na Boniface wanaonekana wanapata chakula huku akiwa anapiga story. Boniface anambia Ifyok kwa namna Sara alivyokuwa anamwangalia inaonyesha kabisa kwa bidada amempenda, hivyo Boniface anambia Ifyok amalize kazi mapema kabisa. Mjomba Boniface analalamika. Mwamba anasema bosi wao hawezi kumpatia intern wa kike. Mwamba anatamani hii nafasi ambayo Ifyok ameipata ingekuwa ni ya kwake. Muda huu wakina Ifyok akiwa anazungumza, wanaona taarifa habari ambayo inasema huko Ibok kusini mwa Nigeria hali imekuwa mbaya, usalama hakuna, pia watu wanatekwa. Boniface na Ifyok wao wanashangaa. Ifyok akaenda kumpiga simu baba yake na kumuuliza anaendeleaje, kwani nyumbani kwao ni huko Ibok. Baba yake Ifyok akamwambia Ifyok wao wapo salama, ila ndo hivyo wanaishi kwa mashaka. Ifyok akamwambia baba yake ni kwa nini wasiame huko. Mzee huyu akalikata hili swala, na Wamba akiwa anazungumza, mama kana Ifyok anakuja kuzungumza na mtoto wake. Mama huyu anachomsisitiza mwanae ni aoe na waletea wajukuu. Pia hapa mama huyu anambia Ifyok kuna binti ambaye anaitwa Idara amerudi, kwani alikuwa anaishi Potako. Mama huyu anambia Ifyok Idara ni piskali sana, hivyo aje amuone, na hakika Ifyok ni lazima tampenda. Ifyok akamjibu mama yake kwa atakuja kumuona. Mama huyu anafanya kila namna ili hakikishe mtoto wake anapata mke. Siku nyingine tena Boniface na Ifyok wakiwa hapo ofisini, Sara anawaletea breakfast. Boniface yeye anamkata jicho Sara. Mjomba ni muhuni kinoma. Ifyok yeye yuko busy na kazi zake. Kisha baada hapa Ifyok akaenda studio na huko wenzake akamwambia Mr. Kola alikuwa anamtafuta. Ifyok akatoka hapa na kwenda kuzungumza na bosi wake. Mzee huyu akamwambia Ifyok kipindi chake cha The River kinafutwa kwani mdhamini wao ambaye ni Red Oil ameacha kwa dhamini, na amehangaika kutafuta mdhamini kwa kipindi kirefu sana na hajafanikiwa kumpata. Mzee huyu anambia Ifyok kuna watu wa kanisa wanataka huo muda. Ifyok akashangaa sana. Mr. Kola akamwambia Ifyok awe makini na Sara asimguse, pia amlinde. Mzee huyo Sara ni pisi yake, hivyo anaonya vijana ovyo wasiguse pisi yake. Lakini ndo hivyo Ifyok yeye ana huzuni sana kwani kipindi chake pendo kabisa kinaenda kufutwa. Mjomba akarudi nyumbani huku akana mawazo kinoma. Yetunde yeye anamtuliza Mwamba na anamwambia asijali watapata mdhamini mwingine. Ifyok akatulia kutokana
na maneno ambayo ameambiwa na Yetunde. Siku iliyofuatia Ifyok anaonekana yupo kwenye daladala anaelekea kazini. Ndani ya gari kuna fujo kinoma na Mwamba hajazizoea, ila ndo hivyo gari lake lipo garage na kila akienda kulichukua anapigwa saundi tu. Siku hii Ifyok akaenda kumwona bosi mwingine wa kiwanda cha mafuta ili awe mdhamini wa kipindi chake, ila bosi akamwambia Ifyok kutokana na fujo ambazo zinaendelea kuna wenzao watatu ambao wametekwa na Kampala, hivyo hali yake kiuchumi sio nzuri na hawataweza kudhamini kipindi cha Ifyok, hivyo ngoma imeshindikana. Ifyok yeye akazidi kuhuzunika na mjomba hana la kufanya. Ifyok akarudi nyumbani na hapa Mwamba akampropose Yetunde. Yetunde akafurahia sana na kisha mapema kabisa Ifyok akaenda nyumbani kwa kina Yetunde. Babake na Yetunde alishafariki, hivyo amelelewa na mama yake pamoja na mjomba wake. Hapo wajomba wakafanya kikao na familia hii ikampokea vizuri sana Ifyok. Na baada ya mazungumzo Ifyok akasepa zake. Siku nyingine tena Ifyok anaonekana yupo na Sara kwenye gari lake. Mwamba anapiga story. Sara anaonekana anamkubali sana Ifyok, ila ndo hivyo siku sio nyingi Mwamba anaenda koa. Mjomba akamwacha Sara, ila Ifyok baada ya kufika nyumbani kwake Sara na yeye akaja hapa huku akiwa na chakula. Bedada akampatia Ifyok chakula na mjomba akapeleka vyombo ndani, na wakati akiwa narudi akamkuta Sara akiwa amevua nguo. Ifyok akashindwa kabisa kujizuia na mjomba akijishindia. Sasa baada ya tukio Ifyok akaanza kujilaumu kwani amemsaliti Yetunde, mwanamke ambaye anamjali sana na pia yeye anampenda kinoma, na siku sio nyingi wanaenda kuoana. Kesho yake Mr. Kola akamwita Ifyok na akamwambia aende akagave story kwenye tuzo za Gold Bank Scholarship. Pia mzee huyu akamwambia Ifyok aende na Sara ili akaone mastaa wa Hollywood. Ifyok akakubali na mjomba akaondoka na Sara. Sasa Mwamba akiwa anatembea, Sara akamwambia Ifyok jana alimuota. Ifyok akamwambia Sara kitu ambacho kilitokea jana ni bahati mbaya, hivyo wasirudie tena kwani yeye anajutia kumsaliti mpenzi wake. Sara yeye amenyamaza kimya, bedada aongee kitu chochote. Wajomba akaenda cover story na walipomaliza kama kawaida akapewa bahasha vibunda, na muda kuondoka Ifyok akampata Sara bahasha na akamwambia achukue 20,000 nilobakia aiweke. Sara akafurahia sana na tabidada akamshukuru Ifyok. Siku nyingine tena Sara akaja tena hapa nyumbani kwa Ifyok. Hapa bidada akaanza kumchapa mabusu Ifyok hadi mjomba akadata na akashindwa kabisa kujizuia, na wakati Wamba kana piano orodha Yetunde akaingia hapa na bidada akaona hili tukio lote. Yetunde akaumia sana. Kesho yake Ifyok akiwa kazini, Boniface akamwambia Ifyok moja masharti ya kuchiti nusikamatwe. Boniface yeye anatamba kuwa na peace kibao, ila mke wake hajawahi kumkamata. Ifyok akamuuliza Boniface yeye afanye nini kwa maana tayari ameshakamatwa. Boniface akamwambia Ifyok akatae. Ifyok mwenyewe anamshangaa Boniface. Hapa Boniface akaongea na Yetunde na bidada akakubali kwenda kuonana na Ifyok jioni leo ili wasungumze. Ifyok akamshukuru Boniface kwani Mwamba amemsaidia sana. Baadaye jioni Ifyok akaenda kuonana na Yetunde, na huku Yetunde analalamika kwa kitu ambacho Ifyok amemfanyia. Kisha baada ya kumaliza kulalamika, bedada akamwambia Ifyok alipata dili na kwenda kufanya kazi katika hospitali ambayo ipo Marekani, ila alikata kwenda huko kwa sababu ya Ifyok, ila sasa anaenda kulikubali hilo dili ili aondoke hapa Nigeria. Na baada ya kusema haya Yetunde yeye akainuka na kuondoka zake. Ifyok yeye akabakia hapa huku akiwa kama medata. Watu wengine ambao walikuwa hapa wakawa wanamshangaa tu Mwamba. Siku iliyofuatia Ifyok anaonekana yupo nje. Mjomba anatafakari, mtu wa mapokezi anamfuata na anamwambia bosi wao anamuita. Ifyok akaenda kumwona bosi wao, na huko Mr. Kola akamuuliza Ifyok kama amemwona Sara akiwa na mwanaume mwingine. Ifyok yeye anashangaa tu. Mr. Kola akamwambia Ifyok Sara amebadilika sana na amemwambia ana mwanaume ambaye anampenda sana. Ifyok akaona kabisa kwa Sara tayari ameshaharibu mahusiano yake na sasa anataka kumharibia kibarua chake. Mr. Kola akamwambia Ifyok akimwona Sara na mwanaume yote basi aje amwambie. Ifyok akakubali. Mr. Kola ajue kabisa mtu ambaye anamtafuta yupo naye hapa na tena anamwamini kinyama. Baada Ifyok aliporudi nyumbani akampiga simu Yetunde, ila bidada apokee simu za Mwamba. Mjomba ana huzuni kinoma. Kesho yake Ifyok akamfuata kazini Yetunde, ila Yetunde alipomwona Ifyok akamkimbia bila kuongea naye. Sasa baada ya siku kadhaa kupita, Mr. Kola akamwita Ifyok na akamwambia Kampala ambaye ni kiongozi wa magaidi huko kusini mwa Nigeria anataka kuzungumza na waandishi wa habari na yeye ndiye amependekezwa aende huko. Ifyok akafurahia sana kwani nafasi alikuwa nitaka, ingawa ni hatari sana. Na uzuri zaidi hiki kikundi kipo katika mji ambao yeye amezaliwa. Mr. Kola akamwambia Ifyok Sara sasa amecheza kwa binti mzuri na anakaribia kurudi shuleni na yeye ndiye atakayempeleka ili vijana hovyo wasimpate. Mzee huyu anamlinda kinyama Sara. Upande mwingine huko Kampala yanaonekana yupo na watu wake kwenye maskani yao. Msaidizi wa Kampala anamlaumu Kampala kwa kumsaidia yule mwanamke kwani alihatarisha maisha yao. Kampala anasema hawezi kuangalia mtu akiwa anakata moto na ndio maana alimsaidia. Mjomba ni mtu mwema tu, ila yeye anadili na viongozi ambao ni waovyo. Ifyok yeye anaonekana ndio anaingia mjini kwao. Mwamba anaona uchafuzi wa
mazingira ambayo unafanywa na viwanda. Mjomba anatazama sehemu ambayo amezaliwa, na baada ya muda Ifyok akafika nyumbani kwao, na huku akapokelewa mama yake. Mama huyu ana furaha sana kumwona mtoto wake. Babake na Ifyok na yeye ana furaha kumwona mtoto wao, na hapa anapata madiko kwa pamoja. Mjomba amechinjiwa kuku kabisa, hivyo hata mimi nikija kwenu inabidi mnichinjie kuku wanetu. Mama yake Ifyok anamwambia Ifyok anamjua mwanamke mzuri ambaye atamfaa. Mama huyu anafanya kila namna ili hakikishe mtoto wake anaoa. Ifyok na baba yake wao anamsikiliza tu mama yake. Siku iliyofuatia Ifyok anaonekana ameenda kumtembelea rafiki yake ambaye ni mwanasiasa. Huyu anaitwa Ibong. Mwamba akamwita sekretari wake na akamwambia awaletee vinywaji, pia akamuuliza watu wangapi wanataka kumwona. Sekretari akasema. Ibong akatoa hela nyingi sana ila watu wakapatiwe, kwani yeye hataweza kuona kwa siku ya leo. Ifyok yeye anatazama tu namna Mwamba anavyotoa rushwa, ila mjomba akatulia. Ibong akamwambia Ifyok mji wao umekuwa kwa vile yeye ni kiongozi, na kadri atakavyozidi kuwa kiongozi mambo yatazidi kuwa mazuri zaidi. Ifyok akamwelewa Ibong, kisha akamwambia amekuja huku kwa ajili ya kufanya interview na Kampala. Ibong alivyosikia hivi mjomba akashangaa sana. Ibong akamwambia Ifyok Kampala ni mtu hatari sana, kwani kuna siku ambayo aliwakosa kosa. Ibong anasema Kampala na watu wake ni wachawi, hivyo hata kukata moto haiwezekani, kwani uchawi wao sio wa kitoto. Ukipiga risasi wao wanifuta tu, haiingii mwilini. Ifyok yeye anamsikiliza tu Ibong. Okay, sawa. Siku nyingine tena Ifyok anaonekana yuko na mama yake na anaelekea nyumbani kwa kina Idara. Ifyok anajisemea moyoni, moyo wake bado upo kwenye tunde, hivyo anachokifanya mama yake hakiwezi kufanya kazi. Na baada ya muda wajomba akafika eneo la tukio, na huku akapokelewa vizuri kabisa. Idara akaitwa, bidada akaja hapa. Ifyok alivyomwona Idara mjomba mwenyewe akadata na akajua kabisa huyu anafaa kabisa kuwa mpenzi wake. Nyash ipo pia, bidada ni mrembo kinyama. Hapa wamba wakazungumza, na kuanzia hapa ukaribu wa Ifyok pamoja na Idara ukamkubwa sana mpaka wajomba akaingia kwenye mahusiano. Idara yeye anamiliki gari kali sana hadi Ifyok mwenyewe anashangaa kuna photographer anamiliki chuma kali sana kumzidi yeye ambaye ni mwandishi wa habari. Sasa baada ya Ifyok kuingia na Idara, final siku kwenda kumwona Kampala inafika. Mama kana Ifyok anaogopa kinoma, kwani hii ni hatari kwa mtoto wao, ila Ifyok akamwaga mama yake kisha yeye akaondoka. Siku hii Mwamba akasindikizwa na Ibong. Ifyok yeye anamlalamikia Ibong kwani barabara ni mbovu. Ibong yeye anajitetea tu. Wakina Ibong wakamwacha Ifyok sehemu ambayo alikubaliana akutana na Kampala, na baada ya muda watu wa Kampala kaja hapa na kumchukua Ifyok. Hapa wakamfunika Ifyok uso, kisha wakapanda gari, na baada ya muda wakapanda mtumbwi, na baada ya kushuka mtumbwi wakaanza kutembea huko kana katikati ya pori. Na usiku ulipofika Ifyok akalala kwenye nyumba mwanamke mmoja hivi. Kesho yake Ifyok akashuhudia sherehe ya kabila moja hivi ambalo linaishi huku msituni. Wajomba wanaishi kwa furaha tu, na baada ya muda watu wa Kampala kaja hapa na kumchukua Ifyok na kumpeleka kwa Kampala. Kampala anamwambia Ifyok hile eneo halina watu kutokana na uchafuzi wa mazingira, vyanzo vya maji navyo vimeharibiwa, hata samaki nao wanakufa kutokana na maji kuwa na sumu. Kampala anasema atafanya hivi mpaka serikali imsikie na iwapatie maisha mazuri watu wake. Kampala anamwambia Ifyok aenda akawaambie yeye ataendelea kupasua mabomba ya mafuta pamoja na gesi mpaka watiki kitu ambacho yeye anakitaka. Ifyok yeye anamsikiliza tu Kampala, kwani anajua kabisa akisema kitu chochote Kampala atamwaga ubongo. Na baada hii interview Ifyok akatoka msituni akiwa anajua kabisa nini chanzo cha haya yote ambayo Kampala anafanya. Mjomba akajua kabisa lengo la Kampala ni kuwasaidia watu wake, kwani mjomba anapambana na wanasiasa ambao ni waovu kama yeye anavyofanya kwenye kipindi chake. Okay, sawa. Siku nyingine tena Ifyok akiwa geto kwake, Ibong anakuja hapa huku akiwa anakimbia. Mwamba anasema kuna watu wanataka kumteka. Ifyok akamtuliza Ibong na akamwambia sasa hivi yupo salama, hivyo atulie. Ibong akasema anataka kwenda Lagos kwani huko hawezi kumkamata, pia kuhusu masuala ya siasa anataka yaache. Ifyok yeye anamsikiliza tu. Muda huu Ibong anapokea simu dereva wake na anamwambia tayari ameshafika, hivyo atoke na waelekea huko Lagos. Ibong akamwaga Ifyok kisha yeye akaondoka zake. Ifyok yeye anashangaa tu. Ifyok akaenda zake kupoza roho. Alipotoka huko mjomba akaenda nyumbani kwa Idara, ila kitu ambacho alikiona huko ye mwenyewe kuamini, akamkuta Idara akiona kando na kiziki moja hivi. Ifyok akaumia sana na kesho mapema kabisa mjomba akabeba begi yake ili aondoke. Mama yake anamtuliza na anamuuliza ni kwa nini anaondoka haraka kiasi hiko. Ifyok yeye hataki kuelewa. Mama huyu anamuuliza Ifyok atamwambia nini mama yake na Idara endapo akimuuliza. Ifyok akamwambia mama yake amwambie hamtaki tena Idara, hivyo achane naye. Kisha mjomba akasipa zake na kumwacha mama yake akiwa analalamika, ila babake na Ifyok anamtuliza mama huyo na anamwambia asijali, siku Ifyok akitulia atawaambia ukweli wote. Mama huyu akatulia. Ifyok akiwepo kwenye gari, mjomba anasema Idara alimpigia simu na
akaomba msamaha. Pia alimwambia yule alikuwa ni sugar daddy wake, ila baada ya kukutana na Ethiok aliachana naye, ila mjomba alikuwa anaomba show ya mwisho na yeye akabless, na hiyo ndio siku ambayo alimkamata. Ethiok anasema hapa ndipo anagundua vitu vyote vya thamani ambavyo Idara alikuwa navyo. Alikuwa na hongo na mzee. Mjomba amepitia machungu kama aliyompatia Yetunde. Okay, sawa. Ethiok akarudi kazini na hii makala ambayo inamhusu Kampala ikaruka, na watu wengi sana wakapendezwa sana na hii makala. Pia mjomba akapata mdhamini wa kurudisha tena kipindi chake cha The River. Ethiok akafurahia sana. Pia Ethiok akakutana na Yetunde. Bedada kesho ndio anaondoka. Wajomba wakaenjoy sana siku hii, na baadaye Ethiok akaomba msamaha na Yetunde akamsamea, na mzigo ukaisha, ukimwonyesha Ethiok akayupo kwenye gari na mama anasema jina lake anaitwa Ethiok na atatumia kipindi chake cha redio kuhakikisha anaelimisha watu kuhusu swala la rushwa kwa wanasiasa. Na hapa ndipo mzigo ulipoishia. Hiyo imekuwa ni good time sana kuona kwanza mwanzo mpaka mwisho. Hivyo nikushukuru sana muda wangu nguvu. Ila kabla sijaondoka nikwambie, kama ni mara yako ya kwanza unakutana na channel, basi haujachelewa mwanetu, bonyeza alama subscribe kisha bonyeza alama kengele ili wa kwanza kabisa kupata simu zangu zote punde tu napozeka hapa. Pia pale Instagram mimi natumia Dula Kid mwanetu, fanya kupita pale na unifollow na mimi nitakufollow back. Mwana kabisa ndio nazungumza hapa. Mimi ni Dula Kid. Asante na kwaheri. Have a good time. Enjoy. Bye bye.